Naam, wana ukuu wa Mwafrika. China amefanya kitu ambacho tunasema ni unthinkable thing. Amefanya kitu ambacho ni ngumu kufikiria kwa sababu ya utu na ubinadamu aliouonyesha kwa kuokoa maisha ya watu 60,000 kule Gaza, wanaopitia katika hali ambayo ni hali ngumu sana kutokana na kile ambacho utawala wa Kizayuni unafanya pale Gaza kwa mambo mbalimbali ambayo ndio hivyo kama mnavyojua utawala wa Kizayuni hivi ulivyokuja na sera zake hizi, na kwanza basi wakisema kuwa tunawawinda Hamas, lakini ukweli wanachokifanya pale Gaza ni kitu tofauti kabisa. Kama nilivyokuambia kuwa sasa wanafanya full scale, maana hii sasa ni wanataka kuichukua Gaza kwa sababu ndilo lengo la Myahudi na ndivyo lilivyo. Sasa China, kwa sababu kumbuka utawala huu wa Kizayuni umezuia misaada ya kibinadamu isiingie kule Gaza, kama maji vile, kama madawa, kama chakula, kwa sababu ndio hili jambo ambalo hata UN walikuwa wanalipigia kelele, kwa sababu inaonekana utawala wa Kizayuni umeamua kutumia njaa ili kuweza kuwadhibiti wa Palestina waishio pale Gaza. Sasa katika kitu ambacho dunia haijategemea na katika jambo ambalo hata wa Palestina wenyewe hawajategemea, China amepeleka misaada pale ya kibinadamu, ikiwa ni chakula pamoja na madawa ambayo yanaweza kuokoa maisha ya watu 60,000 kwa kutumia ndege kubwa la mizigo, cargo plane, hii ikisindikizwa na jet fighter kama 6 hivi. Na kama unavyoweza kuona kwenye picha ambayo nimekuwekea hapa, hivi ndivyo ambavyo ilikuwa. Maana kumbuka, hiki ni kitendo ambacho ni kitendo cha uungwana, kwa sababu mwisho wa siku hata wanaokufa pale Gaza ni watoto wetu pia. Sisi ni dunia, ni sehemu ya dunia. Lakini kuna watu tu kwa bahati mbaya huwa wanaamua nani aishi na nani afe. Yaani kama wao ndo wamejidai au wamejiweka wao kuwa ni miungu watu. Kwa hiyo ndio maana unakuta haya mambo yote yanaendelea huko. Lakini niseme kama kawaida, hatuna shida na yeye huyu Myahudi au jeshi hili la IDF kwenda kupambana na Hamas. Hatuna shida. Ila shida yetu ni pale ambapo tunaona maisha ya raia wasiokuwa na hatia yanakuwa hatiani. Maisha ya watoto ambao hawajui chochote, ndivyo hivyo. Sasa sijui labda Myahudi au utawala wa Kizayuni unaenda na ile kauli ya kusema mtoto wa jambazi ni jambazi, sijui, kwa sababu kumbuka usoni pa watu wa magharibi basi hawa Hamas wanaonekana ni kundi la kigaidi ambalo linatakiwa lidhibitiwe kweli kweli, kwa sababu ya mambo ambayo nakumbuka tena walipoenda kuvamia kule Ashkelon. Wakati ambapo mataifa ya magharibi yako bize kumpa Israeli au kuupa utawala huu wa Kizayuni, wakati wako bize kuwapa utawala wa Kizayuni silaha mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza mauaji ya watoto, mauaji ya wamama wasiokuwa na hatia, wakati wanawapa mifumo mbalimbali ya ulinzi kwa ajili ya kujikinga na mabomu ambayo tunaweza kusema yanatokana na Wahuthi, lakini hata huku Gaza kwenyewe na upande huu wa Lebanon, wakati wako hivyo, basi China yeye hajafanya hivyo. China yeye amepeleka sasa hizi msaada ambao tunaita msaada wa kibinadamu kupitia haya madege ya kijeshi. Lakini ukumbuke kuna mifumo ya ulinzi, alafu kuna rada ambazo Myahudi anaaminika kuwa ana rada bora sana sana sana. Lakini Mchina amewezaje kupenya hii mifumo ya ulinzi? Amewezaje Mchina kupenya rada mpaka kufika kwenye anga hili la Gaza, ambalo anga hili pia ukumbuke Myahudi anataka kulimiliki, na ndio maana unaona wameanzisha vita ambavyo tunaita ni full scale operation. Yaani wanataka waichukue hiyo Gaza yote, ndio maana wameanza kupitia sasa kupeleka jeshi hili la ardhini hawa Wayahudi. Lakini bado Mchina ameweza kupenya hiyo mifumo ya ulinzi, ameweza kupenya hizi rada na kuingia. Ndio maana unakuta hili ndege la kijeshi lilikuwa linasindikizwa na jet fighter ambazo ni 6, kwa maana kuwa walikuwa wamejiandaa kwa chochote kile. Lakini bora tu na mradi tu msaada wa kibinadamu uweze kufika katika
ukanda wa Gaza katika kuwahurumia wale raia ambao hawana makosa, watoto ambao hawajui chochote, watoto ambao wanauawa bila sababu, kwa sababu Myahudi hachagui. Na lengo la Myahudi kama nilivyokuambia ni kuwa mpango wao ni kuichukua Gaza, aidha kwa Wapalestina waondoke Gaza au kuwafutilia mbali kwa kuwaua. Yani ni kama sio binadamu vile, yani wanauawa ni kama sio watu vile, lakini kwa ndivyo. Lakini sasa huyu upande wa China, yeye ameamua kupeleka msaada wa kibinadamu kupitia ili ndege kubwa la kijeshi, huku likiwa linasindikizwa na hizo jet fighter 6 na kufikisha ule msaada pale wa kibinadamu. Na Rais Xi Jinping amesema kuwa tunataka vita hivi viweze kuisha, hii migogoro iweze kuisha. Wapalestina na wao ni watu, na wao wanatakiwa pia vile vile wathaminiwe kama binadamu, wasichukuliwe kama wanyama. Maana kwa sasa wanachukuliwa kama wanyama. Ndio maana nimekuambia mataifa ya magharibi yakiwa yako bize kumpa silaha Myahudi aendelee kufanya mauaji haya anayofanya, mauaji ya kimbali, yeye China hajafanya hivyo. Yeye China amepeleka msaada wa kibinadamu kwa hawa ndugu zetu hawa wa Palestina ambao wanapitia hali ngumu. Inakuwa kama kuzaliwa Palestina imekuwa ni laana. Inakuwa kama mtu kuwa Mwarabu ambaye amezaliwa pale Palestina, basi hiyo imekuwa ni laana ambayo haikutakiwa iwe hivyo. Haikutakiwa huyu Mpalestina hakutakiwa azaliwe pale. Kwa hiyo ndugu zanguni, tunaungana na China, na pia vile vile tunampongeza sana Rais Xi Jinping kwa ujasiri aliyoamua kuchukua na kufanya hiki alichokifanya, kwa sababu kwenye vita, watu wanapopigana vita, basi huwa haya mashirika ya misaada, mashirika ya haki za binadamu, lakini mashirika ya misaada huwa yanaruhusiwa kupita na kwenda kupeleka misaada ya kibinadamu, kiwemo chakula, kiwemo maji, madawa, umeona. Na wakati mwingine hawa matabibu wanaruhusiwa waingie kabisa kule, kwa sababu vita watu wanapigana, lakini vita hivi kumbuke watu wanaumia huko vitani. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini kwa upande wa utawala wa Kizayuni umezuia hata chakula hakitakiwi kuingia Gaza. Kwa licha ya kuwa wanapambana, lakini njaa tu yenyewe inaendelea kuwasumbua Gaza. Na ndio hivi tena ametangaza full scale operation ya kuwa anataka aichukue Gaza nzima, na amewaambia kuwa mnatakiwa muondoke. Ndio yale ambayo Donald Trump alikuwa anasema kuwa hawa wa Palestina walioko pale wanatakiwa wahamie Misri au wengine waende Jordan, jambo ambalo Misri na Jordan walikataa. Mfano kama Jordan, huyu mfalme wa Jordan alisema sisi tumejitolea kuchukua watoto 2000 wenye kansa kutokea Palestina, lakini kuwachukua hawa ambao mnasema wahamie huku, hicho kitu sisi hatuwezi kukifanya. Na Misri pia vile vile na wao waligomea hili jambo. Lakini sasa utapitishia wapi misaada? Kwa sababu ulimwengu wote umeungana na utawala wa Kizayuni. Marekani yuko pale. Unaona Donald Trump ndio huyu anaendelea kusapoti silaha ili utawala wa Kizayuni uendelee kuua watu pale. Utawala huu wa Kizayuni uendelee kufanya mauaji ya kimbali pale. Haya, hawa ICC, mahakama ya ICC kaamua kumshtaki Benjamin Netanyahu, kumfungulia mashtaka kwa mauaji yanayoendelea pale Gaza. Lakini mliona ni nini kimekuwa? Alipoingia Donald Trump akasema tunaiwekea vikwazo hiyo mahakama ya ICC, kwa sababu mtu mmoja aliwahi kusikika kuwa hii mahakama imefunguliwa kwa ajili ya Waafrika na watu wapuuzi kama Vladimir Putin, lakini sio kwa ajili ya watu wa magharibi, sio kwa ajili ya Israeli. Myahudi ukamshtaki kwenye hiyo mahakama wakati yeye mwenyewe yuko huko ndani. Kwa ndio maana unaona haya ni mambo sasa ambayo yanahitaji hizi super powers zingine ziweze kuingilia na kwa ajili ya kuondoa huu uonevu wa namna hii. Kiukweli hatukubaliani na hilo, na tunasema hili sio jambo jema. Na basi ashukuriwe sana Bwana Xi Jinping kwa msaada wa kibinadamu alioamua kutoa pale Gaza, kupeleka chakula na madawa, lakini pia vile vile kupenya mifumo ya ulinzi hii ya huyu Myahudi pamoja na rada. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tutaendelea kuwapa taarifa kwa kadri mambo yanavyoendelea, kwa sababu Mashariki ya Kati hapo mambo si mambo na penyewe. Lakini bado Wahuthi na wenyewe vijana hawa wa mzee Ali Hussein Houthi wa Yemen, na wao wameendelea kufanya ya kwao huko, wameendelea kupiga upande wa Israeli wakimshinikiza aondoke Gaza. Lakini upande wa pili Israeli naye ndo ametangaza full scale operation
ya kuichukua kabisa Gaza. Kwa hiyo ndio migogoro ya dunia ilivyo. Mimi na wewe tungetamani vita vingekuwa vilisha jana, lakini kwa sasa bado vita vinaendelea na bado kuna watu ambao wananufaika na vita, wanauza chakula, wanauza madawa, wanauza silaha. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, nawashukuru.